Naitwa mtumishi DMC. Na tuko hapa kwa ajili ya kutangaza maneno ya Mungu. Hatukufikiria kama leo tungelionekana tena kusimama mahali hapa, lakini Mungu alikusudia tuwepo mahali hapa kwa siku ya leo. Nilikuwa nawaza kama ndaonekana tena hapa baada ya mwezi ama baada ya miezi michache, lakini Mungu alikusudia tuonekane hapa siku ya leo. Na siku zote yafaa kujua kwamba kazi inaongozwa na mwenye kazi, kwa sababu kazi zetu tunajipangia muda wa kufanya na siku ya kufanya. Lakini ikiwa ni kazi ya Mungu, hawezi kujipangia muda au siku. Na kuna neno nilipokea katika asubuhi ya leo, najua kwamba itakubariki na itakuwa baraka kwako katika asubuhi hii. Nitaendelea sana kukusii sana unipe masikio kwa muda mfupi, ili usikilize nini makusudi ya Mungu katika asubuhi hii ya leo. Kwa sababu siku zinapita nilisema kwamba neno la Mungu linatusaidia sisi wa Kristo kutufundisha nini iliyo mapenzi ya Mungu, kutufundisha namna ya kumpendeza Mungu muumba wetu. Na pia neno la Mungu inatusaidia kujua nafasi ambapo tulikosa, nafasi ambapo hatuko vema na Mungu, makusudi kwamba tuweze kutengeneza na kurudi katika uhusiano bora na aliyetuumba. Na kichwa ya somo tutaipata ndani ya kitabu cha barua ya pili ya mtume Paulo kwa mwana wake Timotheo, sura 4 mstari wa 1 na kuendelea. Somo linasema kuvalishwa taji ya haki na Baba. Kuvalishwa taji ya haki na Baba Mungu. Na kusi sana tena sana kabisa unisikilize, sababu somo hili ni ya muhimu kwetu. Timotheo 2:4 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Ninakuagiza mbele ya Mungu na ya Bwana Yesu Kristo, ambaye atawahukumu walio hai na waliokufa, na kwa kuonekana kwake na kwa ufalme wake. Uhubiri neno, uwe tayari wakati unaokufaa na wakati usiokufaa. Hamakia, kemea, onya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Kwa maana wakati utakuja na watu hawatavumilia mafundisho ya kweli, lakini kwa kufuata tamaa zao wenyewe, na watajipatia walimu wengi kwa kuwa wana masikio ya kuwasha.
na watageuza masikio yao toka kweli na kugeuka kwa hadithi za uongo. Lakini wewe angalia katika maneno yote, vumilia mateso, fanya kazi ya mhubiri wa habari njema, timiza utumishi wako, maana mimi sasa ninamimiwa na wakati wangu wa kuondoka katika dunia umefika. Nimepiga vita vizuri, nimemaliza mwendo wangu, nimelinda imani. Nyuma ya haya nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mhukumu atanipa siku ile. Wala si mimi tu, lakini watu wote wanaopenda kuonekana kwake. Ni neno la Bwana. Naendelea kukusihi mpendwa, unitege sikio kwa muda mfupi. Sababu maneno haya ni maneno ya uzima. Hata ukiwa mgonjwa mahali ulipo, hata ukiwa mzaifu, kwangu naamini kwamba neno la Mungu ni uzima. Neno la Mungu ni dawa. Kwa waliokuwa wagonjwa, tunaposoma katika maandiko, walipokutana na Bwana, walipokutana na neno, walipokea uponyaji. Waliokuwa na shida zilitatuliwa, kwa sababu neno lina nguvu. Neno ni uzima. Neno ni dawa kuliko dawa zote. Na ndiyo maana shetani anawazaifusha wengi wasipate muda wa kusikiliza maneno ya Mungu, kwa sababu anajua nguvu iliyo ndani ya neno la Mungu. Mna nguvu kubwa, mna uwezo. Mbingu na dunia ziliumbwa kwa neno la Mungu. Mtu aliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa hiyo nisikilize kwa siku ya leo, na itakuwa baraka kubwa. Kitabu tunachokisoma ni kitabu cha Mtume Paulo. Anamwandikia mwana wake Timotheo. Na ndani ya barua hii ya pili, jambo la kwanza mtume alitoa salamu. Na jambo kubwa la pili, ndani ya sura ya pili alionyesha njia ya askari mwema kwa wakati wa ukafiri. Kwa sababu kwa wakati huu ukafiri ulikuwa umetawala, na neno ukafiri tunaweza tukaizungumza kwa sehemu kubwa mbili. Lakini sehemu moja ukafiri unatajwa ngambo ya kidini, na sehemu pia ya pili inatajwa kwa sehemu ya kifamilia. Lakini ya familia haituhusu kwa leo. Inayotuhusu ni ukafiri ambao uliingizwa kidini, kwa sababu watu walikuwa tayari wanajitenga na mapenzi ya Mungu. Katika sura 3 anasema, lakini ufahamu neno hili,
ya kwamba siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari, kwa sababu watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda pesa, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na ushukuru na maneno kadhalika. Hii barua aliandikia mwana wake Timotheo. Jambo la kwanza, kusudi amsaidie, amfundishe kwamba kuna mambo mbalimbali mabaya ya kumchukiza Mungu yatajitokeza, na tayari yamekwisha kujitokeza. Lakini mwana wangu Timotheo, mpendwa wangu Timotheo, ujitenge na maneno haya. Kwa sababu wazee wote wa hekima, wazee wanaofahamu sheria na kanuni za Mungu, kabla ya kuondoka kwao wanawaikalisha wa vijana, watoto, kuambia wana wangu, dunia ni ya namna hii. Ukitaka kutembea na Mungu vizuri, tembea namna hii. Jitenge na maneno ya namna hii, jitenge na mwenendo wa namna hii. Ni mashauri ambayo wazee wanatakiwa kuyapatia vijana kusudi wasaidie katika mwenendo wao. Iwasaidie kujua wanatakiwa kufanya nini kila itwapo leo mbele za Mungu ili wampendeze. Na hata kuna nafasi katika sura 14 anamwambia kwamba Aleksandro Mfuashaba alinifanyia maneno mengi, Bwana atamlipa sawasawa na matendo yake. Nawe vile vile ujitenge na mtu huyu. Mzazi mzuri kabla ya kuondoka anamuonya mtoto, anamuelekeza mtoto kwa watu wabaya wa kumharibisha. Anamsisitizia kuwa ujitenge nao, kwa dhambi mbalimbali za kuua uhusiano wetu bora na Mungu. Ujitenge nao. Ninakuagiza mbele ya Mungu na ya Bwana Yesu Kristo ambaye atawahukumu walio hai na waliokufa, na kwa kuonekana kwake na kwa ufalme wake. Mwanangu Timotheo, uhubiri neno, uwe tayari wakati unaokufaa na wakati usiokufaa. Kwa kazi ya Mungu hatutakiwi tujipangie muda. Tunatakiwa tuonyeshe utayari kwa wakati unaotufaa na wakati usiotufaa. Usisahau kwamba kichwa ya somo nasema kuvalishwa taji ya haki na Baba Mungu. Ni mtu gani ambaye anayestahili kuvalishwa taji? Mtu ambaye anastahili kuvalishwa taji ni yule mtu aliyeshinda katika jambo fulani, iwe ni katika michezo, vile vile katika imani,
tusisahau kwamba tunafundishwa kile tuwapo leo kwamba ulimwengu ni uwanja wa mapambano. Na katika ulimwengu muna mapambano kwa sehemu mbalimbali. Kuna mapambano ya kivita, kuna mapambano kwa wachuruzi. Anapambana naye apate sehemu. Lakini mapambano makubwa tunayozungumzia hapa pia ni mapambano ya sehemu kubwa, roho na mwili. Mtume Paulo anasema ndani ya Galatia, kwa sababu hizi mbili zinapigana, hata mtu hawezi kufanya maneno yale anayoyataka. Lakini mkiongozwa na Roho wa Mungu, hampo chini ya sheria. Roho na mwili zinakuwa zikipigana. Lakini kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu utashinda mwili. Bila kuongozwa na Roho Mtakatifu tutashindwa kuendelea. Na ndiyo maana Kristo alituahidi ahadi kubwa, kutupatia Roho ambaye ni msaidizi, atusaidie ndani ya mwenendo wetu hapa duniani, kwa sababu alijua bila Roho hatuwezi. Roho Mtakatifu ndiye mwalimu mkubwa, na hata hivi ninapozungumza wa kukusaidia kuelewa maneno haya kwa ufasaha zaidi ni Roho Mtakatifu. Wa kunisaidia mimi niseme maneno ambayo yatawafanya watu wa Mungu warudie katika msimamo. Si mimi, sina elimu ya kutosha, sina uwezo huo, lakini ni Roho Mtakatifu. Na ndiyo maana nasemaka siku zote kwamba watu walio na Roho Mtakatifu wa Mungu ni watu wale watakaosikia sauti ya baragumu. Baragumu ya kwanza itakapolia watu wote hawataisikia pana. Watu wengi watakuwa kujiretrove, kanisa ishanyakuliwa zamani. Na ndiyo maana jana nilikuambia kwamba wengi watahangaika huku na huku kutafuta maneno ya Mungu, wala hawatayaona. Batu watakia kujiretrove, kanisa ishanyakuliwa. Walio wa Mungu, waliotembea katika mapenzi ya Mungu, walioogopa dhambi, walioshinda dunia, watanyakuliwa. Kama kuna jambo kubwa la kuhitaji kwa Mungu kile tuwapo leo, kanisa liongozwe na Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu zipate nafasi ndani ya kanisa. Kama leo dhambi inafika mpaka kwa madhabahu, kama leo mtu anaimba kudai kwamba anamwimbia Mungu akiwa ndani ya dhambi, ni kwa sababu uwepo wa Roho Mtakatifu umepotea. Uwepo wa Roho Mtakatifu umepotea.
ikiwa tuliokoka na kumwamini Yesu Kristo, hii napenda sana. Ni lengo kubwa siku moja tufikwe taji. Siku moja tuliti ufalme tulioandaliwa. Siku moja ufikwe taji kwa kazi kubwa uliyoifanya hapa duniani. Kwa sababu kila mwanadamu Mungu alipomweka hapa duniani, alimweka akiwa anamupa shabaha na kazi kubwa ambayo anatakiwa kuifanya. Na usitokake hapa duniani na uyafanya kazi ambayo Mungu aliyokupa. Kuwa na hakikisha, tafuta sana kujua kazi gani nilipewa na Mungu. Usifikiri kwamba watu wote watakuwa wahubiri, hapana. Usifikiri kwamba watu wote watakuwa wachungaji, hapana. Watu wote hawatakuwa waimbaji, hapana. Kuna mtu Mungu atampa kazi ya kufanya usafi kile tuapo leo ndani ya kanisa. Ni kazi. Izingatie. Fanya kwa bidii. Kuna mtu Mungu atampa kazi ya kuongoza watoto kanisani. Kamata kazi hiyo na nguvu. Kuna mtu atapewa kazi ya kusapoti kazi ya Mungu. Ni kazi. Fanya kwa bidii. Usiseme mbona wengine hawakusapoti, mimi pia nisapoti kwa nini? Wewe fanya kazi. Fanya kazi ulioandaliwa na Mungu. Kinachokufanya uvunjike moyo kwa kufanya kazi Mungu aliyokuwekea hapa duniani ni kwa sababu unapenda sana kuwasikiliza watu, kusikia maneno watu wanayokuambia, wanaokuvunja moyo. Yesu alipokutana na wale vipofu, Bartimayo alikuwa akipiga kelele, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Lakini waliomvunja moyo ni makutano. Kwa sababu wengine walikuwa wanamwambia acha makelele, acha fujo. Makelele yako uyenyamazishi. Lakini yeye hakuchoka, alizidi kupaza sauti, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akamgeuka nyuma, akasema sema mumwambia kweli. Bale walimvunja moyo, wakamwambia jipe moyo, anakuita. Angalivunjika moyo kwa masemi ya watu, asingalipokea uponyaji. Wakati mwingine zidi kufanya kazi, hata ikiwa ni kwenye wakati mgumu, hata ikiwa ni kwa machozi, fanya kazi. Kuna zawabu umeandaliwa. Kuna taji ya haki utapewa kwa kazi uliyoifanya, ikiwa pia kazi hiyo umeifanya katika haki. Usifanye kazi ya Mungu ili watu wakuone. Hapana.
kazi ya Mungu jionyeshe kama Wafarisayo. Hapana. Fanya kazi ya Mungu. Hata watu wasikuone, hata watu wasikulipe, ila kuna Mungu anayelipa. Kuna Mungu anayeona sirini. Wakati mwingine tutapita kwenye mateso, ndio, tuvumilie. Anasema ndani ya Ufunuo 7 nafikiri 12 na kuendelea, kwa mlango wa 3 ambao ni mlango wa mataifa. Ufunuo 7:12 tunaanza kienda. Nyuma ya maneno haya nikaona na tazama makutano makubwa asiyoweza mtu kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha ufalme na mbele ya mwana kondoo. Nampenda sana Mungu. Hapa kulikuwa ni lango 12 ya wana wa Israeli. Sisi mataifa tuliokuwa tumjui Mungu hatukuhesabiwa. Lakini hapa katika sura 9 tunapata mlango, watu wa kila taifa, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa. Na ndio maana ndani ya kanisa hatutakiwi tuwe na ubaguzi, sijui wa kabila, sijui wa lugha, sijui, hatutakiwi. Kwa sababu sisi wote ni wana wa Mungu kwa imani katika Yesu Kristo. Wote waliobatizwa na kuingizwa katika Kristo wamemvaa Kristo. Hapana Myuda Myunani, mtumwa wala huru, mwanaume mwanamke. Tumekuwa mmoja katika Kristo, maana tumeunganishwa katika damu ya samani. Mambo ya ubaguzi achana nayo, hayatamsaidia. Tumekuwa wamoja katika Kristo, tumeandaliwa ufalme mmoja, tuna Bwana mmoja, tuna imani moja. Ubaguzi wa nini? Ubaguzi unaowafanya watu wengine wanamalizana. Una kazi gani? Wamevikwa mavazi meupe na matawi ya mitende katika mikono yao. 13. Mmoja wale wazee akajibu akaniambia, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni wanani? Nao walitoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wewe wajua. Akaniambia, hawa ndio wanaotoka katika mateso haya makubwa, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Vile wako mbele ya kiti cha ufalme cha Mungu, na watumishi watamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye anayeketi katika kiti cha ufalme atafanya kao lake pamoja nao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga. Haleluya. Kumbe Mungu anafahamu kwamba hapa duniani wakati mwingine njaa itatupiga, wakati mwingine tutapitia shida, mateso, magumu ya maisha, machozi, mpaka mtu anajiuliza, machozi ninayolia kila leo, kuna Mungu anayeona? Kuna Mungu anayesikia? Kuna mtu aliwahi kuniambia kwamba mimi nasemaga hakuna Mungu. Nikasema
kuliko nimwite mjinga, afadhali nimsikilize. Nikamwambia, kwa nini unasema vile? Asa basi kuna Mungu ambaye anawasikia wenye haki. Asinga nilikubali nipitie mateso haya ninayopitia. Akanieleza kwa dakika chache. Nikamwambia, sikiliza ndugu, ingelikuwa kiukweli hakuna Mungu, haungelizana kisulizana. Ingelikuwa kweli hakuna Mungu, ile ujauzito uko nao na ndio kubeba, kwa sababu wengi wanaipata, wanaipokea ila kuitosha. Wengi wanalala katika meza lakini wote hawaamki. Lakini kwa sababu Mungu yupo na anakupenda, ameruhusu ujifungue kwa amani na salama, kwa kuthibitisha mapendo aliyo nayo kwako. Jambo lingine la msingi, haujui vita unayopitia usiku mzima. Kwa kulala unalala kama ng'ombe, unalala kama mnyama, haujui hili wala lile, lakini unajikuta asubuhi na Mungu kuna bae. Wewe unaona ni jambo kubwa la kawaida? Hapana. Wengi wanakesha walali kutafuta uzima wako. Wengine wanahangaika usiku mzima waone namna gani ya kukudhibiti, kuyaondoa maisha yako. Lakini unavyopiganiwa na Mungu haujui. Wewe amka tu, mshukuru Mungu. Mwambie Mungu, asante kwa vitu alivyonipigania, vinavyoonekana na visivyoonekana. Sio unavoyachia na mashua na unafika na amani na salama. Uko unapita mbahari, nakumbuka sana nilipokuwa nikipita katika bahari ya Tanganyika. Pepo ilitupiga mule mpaka nikaanza angalia yule, angalia kama kuja naona vya mwisho. Mpaka tukapotea njia. Tena usiku hakuna kitu unachokiona, haoni mtu, haoni ndugu yako, watu wote kulia, watu kuomba. Hakuna jinsi wapigie simu walio nyumbani kuwaambia njoo vile kama mtuona mtusikie, yetu ninaishia pale. Lakini kwa sababu kuna Mungu, kwa sababu yupo Mungu anayesikia, anayeona sirini, aliyetuokoa. Ni Mungu mzuri sana, ni Mungu mwema. Nasikia kumpenda zaidi, nasikia nimshuhudie na nguvu. Mungu akaruhusu turudie tena mpaka Kigoma. Kucha asubuhi safari kaendelea, na mpaka leo tuko mzima. Niko mzima, tupo wazima. Kwa nini tusishuhudie wema wa Mungu? Nikamwambia, na wewe kulala na kuamka ni neema ya Mungu. Yade fuata unakuwa na traverse barabara, unazania kama uko na akili na elimu. Hapana. Wengi ni walisansie badokteri, lakini kutraverse tu barabara banagongwa. Neema ya Mungu yatosha.
Anasema kwamba tutapanguzwa machozi tuliyoyalia hapa duniani. Mpendo, wenda maisha yako ni maisha ya machozi. Usifikiri kwa sababu Mungu hayajibia hitaji yako ni kusema kwamba haiko. Mungu iko. Mungu iko. Inawezekana ukaomba maombi lakini mpaka sasa hujapokea mahitaji, majibu ya mahitaji yako, lakini Mungu yupo. Kuna wakati nililia sana tena sana. Kama kuna Mungu ninayemtumikia, kwa nini shida za namna hii? Lakini nilifundishwa na Baba kwamba kila kitu kina wakati wake. Mungu peke yake aliye muumbaji, anayeweza yote, kwa kuumba ulimwengu na kuumba vitu vyote, hakuvifanya siku moja. Hapana. Haiko kusema kama Mungu alipungukiwa na uwezo. Mungu alikuwa nao kwa sababu yeye ni mwenye uwezo. Lakini tunaposoma katika Mwanzo, tunasikia kwamba siku ya kwanza Mungu aliumba, siku ya pili Mungu aliumba, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano. Kila kitu kina wakati wake. Siku ya kwanza Mungu yuko anafanya mbingu na dunia. Ile siku ya kwanza hataumba mwanadamu, hapana. Mwanadamu yuko na siku yake. Na wewe leo uko naomba Mungu akusikie. Mungu anakusikia na atakujibu usipojika moyo. Mwingine anasema kama tulikia sindikiza watu kwa dunia. Hapana. Mungu anakujua na anakupenda. Somo letu linasema kuvalishwa taji ya haki na Baba. Usifikiri kwamba tutaingia mbinguni eti kwa bahati, kama Mungu anasahabu nafasi ya kuita Elia aite Wilonja. Hapana. Siku zinapita nilikwambia kwamba kazi ya kila mtu itaonekana wazi. Hautaingia mbinguni par fraude. Juu tulishazoea sana fraude. Aseme nakuwa mbele ya Mungu, kama anione mimi napita mimi naingia. Hadiko vya vile. Kila mtu atalipwa sawasawa na matendo yake, sawasawa na kazi yake. Na ndiyo maana nakuambia kwamba zingatia sana kazi uliyopewa na Mungu, kwa sababu utalipwa. Tutalipwa. Hata hii kazi ninayoifanya mahali hapa ndalipwa. Sina kusubiri wa mwanadamu nilipe, hapana. Najua Mungu yupo na anaona na anahesabia kazi ninayoifanya, na ndiye atakayenilipa. Kila mtu atalipwa sawasawa na matendo yake. Mateso uko nayo, shida zako zinasumbua,
yupo Mungu atakaye kulipa. Atamlipa kila mtu sawa sawa na kazi yake. Maneno ya watu, masemi ya watu, hapana, achana nayo. Yafanye kama uyaone, yafanye kama uyasikii, wewe endelea mbele. Na ndio maana Mungu kwa kuumba mtu hakuweka macho nyuma wala pembeni, lakini aliweka macho ya mwanadamu mbele, makusudi kwamba mambo mengine tunatakiwa kutazama mbele. Usitazame nyuma. Nyuma kuna masemi, nyuma kuna masengenyo, nyuma kuna majitapo ya watu. Wewe angalia mbele, tazama mbele, tuangalie mbele. Kwa kutazama kwetu mbele tunamtazama Kristo aliyetufia msalabani. Wewe angalia mbele. Mtume Paulo anasema kwamba nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Hakusikia haya ya kusema hivyo. Wewe angalia mbele. Mbele kuna Kristo. Ikiwa Kristo ni mwizi, fanya wizi. Ikiwa Kristo ni kahaba, fanya ukahaba. Ikiwa Kristo alikuwa mlozi, fanya ulozi. Ufanye. Lakini kitu kimoja ninachokijua ni kwamba Kristo ni mtakatifu, na anasema iweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Hao ni haya kuyasema, mimi ni mtakatifu nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. O Yesu, tusaidie. Tunatakiwa tuwe watakatifu kwa mwenendo wetu. Kila leo tusiache kutengeneza na Baba. Kila leo tusiache kutengeneza uhusiano wetu na Mungu. Yeye ni Baba mwaminifu. Watumishi tunatakiwa tuwe waaminifu vile vile. Tunatakiwa tuwe waaminifu vile vile. Sababu tuliyemwamini anakaa mwaminifu. Kuvalishwa taji ya haki na Baba. Ni vigumu kueleza mateso yako kwa watu. Ni vigumu kueleza shida zako kwa watu, kwa sababu watu watakuvunja moyo. Wengine watakushauri vibaya, lakini shida zako mueleze Mungu. Jambo lingine la kuzingatia, usiwaze kama kwa sababu ulipewa huduma kwamba mbingu iko wazi kwa ajili yako. Siwaze. Najua ndakuvunja moyo. Tusome kwanza Wakorintho wa kwanza 9:24. Hamjui kwamba wale wanaopiga mbio katika
mashindano, wote wanapiga mbio, lakini mmoja anapokea zawabu. Pigeni mbio namna hii ili mpate. Na kila mtu anayeshindana na kiasi katika maneno yote, basi wanafanya hivi kusudi wapate taji ya kuharibika, lakini ninyi mpate taji isiyoharibika. Basi mimi ninapiga mbio vivyo hivyo ili nipate, si kama ovyo, lakini ninatesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikikwisha kuwahubiri wengine niwe mtu wa kukataliwa. Wazee wenzangu, watumishi wenzangu, tujiulize juu ya maneno haya. Mtume Paulo na huduma aliyopewa, nguvu alizokuwa nazo kwa mamlaka ya Kristo, kazi aliyokuwa akiifanya huku na huku, lakini anasema kwamba nisiwahubiri wengine, mimi niwe mtu wa kukataliwa. Ndiyo maana napiga mbio. Ninapiga mbio, ninatesa mwili na kuutumikisha, nisiwahubiri wengine niwe mtu wa kukataliwa. Kupiga mbio ni kudumu katika neno la Mungu, ni kudumu sana katika maombi. Nisiwaimbia wengine niwe mtu wa kukataliwa. Nisiwaimbia wengine niwe mtu wa kukataliwa. Hapana. Piga mbio kama Mtume Paulo. Huduma ulipewa wasaidie watu wa Mungu, na huduma ile kusaidia bila vile, kwa sababu wengi tunatangaza mambo ambayo hatuyaishi. Niliwaambia siku zinapita kwamba utasikia wengine, ni mwimbaji anaimba ogopa Mungu, ogopa Mungu, ogopa Mungu. Ile ukimtazama, ukimwangalia naye utembea na Mungu, unasema kweli dunia inaishi. Kwa hiyo huduma isikuogopeshe. Huduma isipandishe mabega. Huduma isikudanganye kwamba umeshafika. Hapana. Unatakiwa kupiga mbio kwa kufanya kazi ya Mungu, kwa kutawala vema, kwa kuhudumia watu wa Mungu katika haki, katika roho na kweli. Bado safari inaendelea. Uhubiri neno, uwe tayari wakati unaokufaa na wakati usiokufaa. Mwanangu Timotheo, hamakia, kemea, onya kwa uvumilivu wote na mafundisho, maana wakati utakuja watu hawatavumilia tena mafundisho ya kweli, lakini kwa kufuata tamaa zao wenyewe, na watajipatia walimu wengi, kwa sababu watakuwa na masikio ya kuwasha. Wengi wanapenda kwa sasa mafundisho yatakayofundishwa iwe na wapendeza wao.
utasikia mafundisho ya siku zote. Utabarikiwa. Na haiko mubaya, ni mzuri. Mungu anakupenda. Haiko mubaya, ni mzuri. Lakini kwa nini mafundisho ya msingi, mafundisho ya kuwaonya watu, mafundisho ya kuwaelekeza watu hayapati tena nafasi ndani ya kanisa? Kuna nafasi Mtume Paulo alikwenda kuhubiri, akawahubiri habari njema ya kuokoa na ya ufalme. Bakamwambia, hivi unaleta hatuvipendi hapa, hasa Warumi. Alienda kuwahubiri, kuwakataza mafundisho ya ushoga, mwanaume na mwanaume kuoana, mwanamke na mwanamke kuoana, na maneno kadhalika. Wakamwambia, hii maneno haiko tu maneno ya kutuletea. Walimfanya nini? Wakamuua, kwa sababu dunia haipendi kweli. Lakini Kristo anasema kwamba sisi si watu wa dunia hii. Tupo katika dunia, lakini hatuko wa dunia hii. Kwa hiyo yafaa kwetu tupende kweli, tuamini kweli, tutembee ndani ya kweli. Kufikia taji ni mpaka Mungu atuwezeshe. Kuvalishwa taji na Baba ni mpaka tudumu sana ndani ya neno la Mungu. Kuvalishwa taji ama kufikia taji ya haki ni kudumu sana, kulinda imani. Hapa Mtume Paulo akamshauri sana mwana wake Timotheo, lakini wewe angalia katika maneno yote, vumilia mateso, fanya kazi ya mhubiri wa habari njema, timiza utumishi wako, maana mimi sasa ninamimiwa na wakati wangu wa kuondoka umefika. Aseme, wewe Timotheo mwana wangu, vumilia, simama katika haki, fanya maneno yote kwa haki, kwa sababu mimi ninayekushauri niliyafanya, na hivi sasa ninamimiwa na wakati wangu umekaribia. Mateso utayapitia, utajitaabisha sana kwa kutangaza maneno ya Mungu. Hata mimi ninajitaabisha kusimama hapa saa 9 ya asubuhi, kujitaabisha kwa kuomba Mungu kila itwapo leo, saa zote. Kusudi tusianguke nafasi ambapo wengine walianguka. Anawaambia, sema msifanye dhambi kama wengine walivyofanya wakaangamia katika jangwa. Msizini kama wengine walivyozini wakapotea siku ile watu sijui 1000 ngapi. Maneno haya yote yaliandikwa kusudi yatuonye, yatuelekeze, wala si
na bahati sana. Kwa sababu wengi walikuwa hawana reference ya kuwaongoza namna wanatakiwa kutembea. Lakini sisi tuko na neema na tuna bahati kubwa kuona tuko na reference ya neno la Mungu. Inatusaidia kila leo namna ya kutembea na Mungu. Tuone kitu kinachokatazwa na kitu kinachomchukiza Mungu, tukiepuke. Vumilia mateso, mwana wangu Timotheo. Mateso yatakuja, lakini vumilia. Shida zipo, lakini Timotheo mwana wangu vumilia. Nimepiga vita vizuri, nimemaliza mwendo wangu, nimelinda imani. Nyuma ya haya nimewekewa taji ya haki. Mungu atuwezeshe mimi na wewe siku moja tuseme na sisi pia kwamba tumepiga vita vizuri, tumeilinda imani, na mtume alijua kwamba nimeandaliwa taji ya haki. Mimi vile vile najua kwamba kwa kazi ninayoifanya naandaliwa kazi haki, taji ya haki na Baba. Nimeandaliwa taji ya haki kwa kuilinda imani. Ungelijua kwa imani ilitokea, sio kama ungeendelea na michezo ya vile ndani ya kanisa. Pamoja ningekushauri kama ungali na kiu ya dhambi, rudia tu mzambi. Rudia mzambi. Fanya dhambi upendavyo. Ukichoka uokoke. Na ukikufia ndani ya dhambi kwa roho, kwa sababu dhambi inaleta mauti, na mshahara wa dhambi ni mauti. Imani ilitoka mbali. Kristo alikubali kuacha mbingu, akaacha utukufu, aje hapa duniani kusudi mimi na wewe tuokolewe. Alisulubiwa pasina dhambi, pasina makosa, kwa makosa yako na yangu. Tukiwaangalia wengi, mitume, manabii, wengi waliuawa, wengi walichinjwa kwa ajili ya kuilinda imani. Wengi walipoteza uhai kwa kuilinda imani. Mele imani uko naipoteza juu ya kuzini na demifra. Juu ya njaa siku moja unapoteza imani. Angalia
mashujaa, wakina Meshaki, Shadraka na Abednego, wakasema imani tutailinda. Wakamwambia mfalme, "Mheshimiwa ya mfalme, lakini ujue kwamba sisi hatuwezi kuiabudu sanamu yako ya dhahabu uliyosimamisha. Ukitutupa motoni, tunajua kwamba kuna Mungu anayeokoa, na hata atuokoe, asipotuokoa hatutaabudu." Mmezuia kiu ya chupa moja ya pombe, uadhimishe imani. Mtume anaeleza kwamba yote yaliyokuwa faida kwangu nimehesabu kama hasara kwa sababu ya faida ya kumjua Kristo. Mengine bado ulikuwa unayapenda, lakini kwa faida ya kumjua Kristo unayaacha. Wanda ulikuwa unapenda sana uzinifu, lakini kwa faida ya kumjua Mungu unayaacha. Imani haitoki karibu. Mtume anaeleza ndani ya Waebrania alipokuwa akizungumza kwa habari za imani, aseme, "Na niseme nini tena? Maana wakati unakosa kwangu kuleta kwenu habari za Gideoni, Baraka na Yefuta." Anazungumza kuwa na manabii na Daudi na Samueli na wengi manabii. Hapa chini anasema kwamba walizima nguvu za moto, waliokolewa na ukali wa upanga, toka udhaifu walipata nguvu. 37 walipigwa kwa mawe, walikata kwa misumeno, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa katika uhitaji, wakiumiwa, wakitendewa mabaya. Watu ndiyo dunia haikustahili kuwa nao, na watu hao wote wakikwisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakupokea ahadi. Kwa kuwa Mungu ametuwekea sisi kitu kilicho kizuri zaidi, kusudi wasikamilishwe pasipo sisi. Manabii wengi, mitume wengi hawajapokea zawabu, wengi hawajapokea ahadi. Wanatusubiri sisi, wanakusubiri wewe vile vile. Aseme kusudi wasikamilishwe pasipo sisi, kwa sababu siku zinapita. Nilisema kwamba sisi vile vile ni wapitaji katika dunia hii, lakini kwa wale walionyenyekea katika mapenzi ya Mungu, waliotembea kwa njia za kumpendeza Mungu, kuna mahali watakapofikia. Tena ni mahali pazuri.
Nampenda sana Yoshua. Yoshua alisimama akawaambia watu, leo hii chagueni ni nani mtakayemtumikia. Ikiwa ni miungu ya baba zenu waliotumikia ng'ambo ya mto, au kama ni Mungu muumbaji. Lakini hata kama mtamkataa Mungu, mimi na nyumba yangu tutatumikia Mungu. Maneno yale ninayosema, ikiwa ufalme na wao pia hauhitaji, mimi nitatumika kwa ajili ya ufalme. Ikiwa hauna haja ya taji, mimi nina haja nayo. Maamuzi yapo mikononi mwako. Wengi walijaribiwa, wengi waliuawa kwa misumeno kwa kuilinda imani, kwa kuilinda imani. Leo ile imani unaipoteza kwa ajili ya vitu vidogo vidogo vya dunia. Njala ya siku moja yenye kuua, unakubali uzini ili upate chakula. Lakini mpaka sasa upo katika uhitaji na uko njala na huyapata kitu. Uko napenda ufanyizishe mwili vyote vitatamani. Hauna pesa, hauna uwezo, lakini kila kitu mwili unachotamani unatamani kukifanyizia. Mungu akusamehe. Kuna ufalme tunaoandaliwa, kuna taji za haki zitakazozivalishwa, lakini ni kwa wale watakaoshinda. Na ndiyo maana kila leo nakuombea Mungu akupe nguvu ya kushinda majaribu ya kila namna. Mungu akupe nguvu ya kuvuka mitego ya adui. Akupe nguvu, sababu mwenyewe hauwezi. Taji ya haki ipo, na wanaopokea taji ni wale walioshinda. Wale walioshinda. Hawezi pokea taji bila kushinda. Mungu akupe nguvu kila leo. Mungu akujaze uwezo kila leo. Mungu akushindie vita kila leo. Mungu akupe roho ya uvumilivu kila leo. Fanya kazi ya Mungu katika haki. Usijisifu kwa sababu una huduma, kwa sababu una kipawa. Hapana, huduma ni zawadi tu kwa Mungu.
Tunataka kuomba. Aliye na sikio na asikie.